kuwa mtu wa tofauti ili uweze kuifikia hatima yako. Kwa maana nyingine, usitafute kufanana na mtu mwingine. Haleluya. Usitafute kufanana na mtu mwingine, ila tafuta kumpita unayetamani kufanana naye. Haleluya. Haleluya. Warumi, Wakorintho wa pili sura ya 10. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 12. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 12. Kwa kuwa hatuthubutu kujihesabu pamoja na baadhi yao wanaojisifu wenyewe, wala kujilinganisha nao, bali wao wenyewe wakijipima nafsi zao na nafsi zao, na wakijilinganisha nafsi zao na nafsi zao, hawana akili. Mtu ambaye anatafuta, anajilinganisha na mtu mwingine ili afanane naye, Biblia inasema huyo hana akili. Mwenye akili hatafuti kufanana na mtu mwingine. Mwenye akili anatafuta kuwa zaidi ya mtu ambaye anatamani kufanana naye. Sema amen. Ili uweze kuifikia hatima yako. Tunapozungumzia neno hatima, kwa lugha nyingine tunazungumzia ndoto. Kuifikia ndoto yako. Na ziko ndoto ambayo mtu anaota. Kuna ndoto mtu anaota ndoto, na ziko ndoto pia zinazotoka kwa shetani. Unaona mtu anaota anatishwa, anaota anakimbizwa, anaota analishwa nyama, anaota amechanjwa chale, anaota amefanyishwa kazi ngumu, na akiamka asubuhi anajikuta amechoka. Kwa nini? Kulingana na masaibu aliyokutana nayo usiku. Anakimbizwa, mtu anachoka kwa sababu anakimbizwa kwenye ndoto. Lakini mtu anaota anaweweseka usiku, anaweweseka tu, anapiga kelele. Hizo ndoto zinatoka kwa shetani. Lakini ziko ndoto ambazo mtu anaota ni ndoto tu za kawaida. Ni ndoto tu ya kawaida mtu anaota, wala haitoki kwa shetani wala haitoki kwa Mungu, ila ni ndoto tu. Na ndoto ya namna hiyo unaweza usikumbuke sana. Ukikumbuka usiku, unasema mara usiku mtu anaweza kaota ndoto nyingi sana. Kwa hata ukitafuta kuikumbuka ndoto, unaona uikumbuki ilianzia wapi, iliishia wapi. Kwa sababu ulipoota ile ndoto bado uliendelea kulala, unakuja kukumbuka tu baadaye, mbona kama niliota ndoto, mbona kama niliona picha fulani, mbona kama niliona napewa pesa. Kumbe ilikuwa ni ndoto. Lakini ndoto za kimungu pia zipo. Haleluya. Ziko ndoto pia zinazotoka kwa Mungu. Ndoto zinazotoka kwa Mungu lazima utazielewa tu kwamba hizi ndoto, hii ndoto sio ndoto ya kawaida, kwa sababu kwanza haikutishi sana. Lakini pia kama inakutisha, utapata muda wa kutulia, utakuja kugundua ile ndoto imeniogopesha,
lakini ile ndoto inakuwa na tahadhari. Haleluya, inakuwa na tahadhari. Ndio maana mtu anaweza anaota ndoto ya kufa, anaota ndoto ya kufa, wakati muda huo anatoka usingizini. Ile ndoto inamuamsha kwa sababu ameota mauti. Ameota mauti kwa ajili yake, lakini pengine ameota mauti kwa mtu mwingine pia. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kwa hiyo zile ndoto za kimungu, kuna ndoto Mungu anazungumza nasi kwa njia ya ndoto ili kututahadharisha kwamba kuna mambo yanakwenda kutokea mbele. Kwa hiyo tunatahadharishwa ili tuchukue tahadhari. Mathayo sura ya 2. Mathayo sura ya 2 mstari wa 13. Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Malaika Yusufu anatokewa katika ndoto. Ndoto ilikuwa ni ya tahadhari kwamba mtoto yuko anatafutwa. Unachopaswa kufanya, Yusufu anapewa maelekezo kwenye ndoto. Unachopaswa kufanya ni kuondoka na umchukue mtoto, uende mpaka nchi ya Misri, ukakae kule mpaka nitakapokuambia tena urudi. Bwana asifiwe. Yusufu alichopaswa kufanya baada ya ndoto, akazingatia maelekezo, kwa sababu ndoto imwambia aondoke. Kulipopambazuka akamchukua mtoto, akaona mke wake, wakaenda mpaka Misri, wakakaa kule mpaka malaika alipoota ndoto. Ametokea na malaika tena anamwambia, aliyetaka kumwoa mtoto wako amekwisha kufa, sasa rudi tena katika nchi yako. Akawa amerudi. Kwa hiyo usipuuze ndoto kadhani si kila ndoto ni ya kawaida, na si kila ndoto inatoka kwa shetani. Kuna ndoto zinatutahadharisha. Unapoona umeota jambo baya, wala huna sababu ya kuogopa, manake ni Mungu amekupa taarifa ya kwamba liko jambo linakwenda kutokea mbele. Unachopaswa kufanya ni kuchukua hatua ili ulichokiona kwenye ndoto kisije kikatokea. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu hatutokei kwa njia ya ndoto kutuonyesha mambo mabaya ili hatimaye yatokee. Anatutokea kwenye ndoto, anatuambia mambo mabaya yajayo ili tuchukue tahadhari. Ni kama na kuonyesha adui anayepanga kukuangamiza. Wametega ajali, wewe hujui kama wametega ajali, lakini Roho Mtakatifu kwa njia ya ndoto anakuambia ya kwamba kuna ajali imetegwa, kuna mauti inakwenda kutokea. Nini ufanye? Unachopaswa kufanya ni kuingia kwenye maombi na kuanza kumshukuru Mungu na kuibatilisha ile ndoto ya kwamba haitakuwa kama nilivyoota, na useme amen. Sema amen. Unapoona kwamba umeelemewa, bado unasikia huna amani kwa sababu hiyo ndoto imekufadhaisha, tafute mtumishi wa Mungu naye muamini ili akusaidie katika kuomba. Haleluya. Bwana Yesu nasifiwe sana. Unaweza ukaota kwa habari kwa ajili ya kanisa. Unapoota kwa ajili ya kanisa, haimaanishi ulichokiota kwenye ndoto kwa ajili ya kanisa umeona kitu kibaya. Haimaanishi kuna kibaya kipo kinafanyika, isipokuwa kuna mabaya kwa yanakuja, yanaweza yakatokea. Nini ufanye? Manake ingia kwenye maombi, ama muone mchungaji, mwambie kuna kitu nimekiona kwa ajili ya kanisa,
alafu mchungaji atajua nini cha kufanya. Nafurahi kwa ajili ya binti mmoja, nilisahau tu kumjibu, lakini aliniandikia message aniambia, baba, nimeota ndoto kwa ajili ya ndoto ya mauti na nimeona hivyo, na baba tumuombe Mungu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Kwa ukiota ndoto inayohusiana na kanisa, inayohusiana na mtu mwingine, hali yake ya kiroho, umeona labda ni kama umeota ameanguka dhambini. Si kwamba ameanguka dhambini, isipokuwa anaweza akaanguka dhambini. Cha kufanya muombe ama muone mchungaji kwamba nimeona kitu kibaya. Mara nyingi sana kuna watu wanapoteza kipawa au karama ya Mungu kuwatokea katika ndoto kwa sababu ya kukosa hekima ya kwamba anaposikia kumpokuwa ameota ndoto, yeye anawahi, anafurahia, anaenda muendea mtu fulani, anakwenda kumwambia, au anaunda kikundi cha maombi, anasema anawaita watu 3 4, anasema naomba tushirikiane, nimeona mtu fulani anafanya jambo hili, kwa hiyo naomba tuombe wote kwa pamoja. Napofanya hivyo, maana yake kwa namna nyingine huwa ni makosa. Ukiota ndoto ambayo inaonyesha ubaya kwa ajili ya jambo fulani, usiwahi kumwendea yule mtu na wala usiwahi kuwashirikisha watu wengine. Kama unaweza kuomba wewe mwenyewe omba, lakini kama huwezi kuomba wewe mwenyewe, muone mchungaji, mwambie nimeota ndoto kwa ajili ya mtu fulani, yeye atajua nini afanye. Tunaenda pamoja. Uharibifu mwingi umetokea makanisani ni kwa sababu watu kutokuwa na hekima yanapoota ndoto ya kumwendea yule mtu na kuanza kueleza. Mwingine anashuhudia hapa, anasema niliota ndoto nimeona mtu fulani. Hapana, hekima ili kutunza hiyo karama, lazima uwe na hekima ya kumwendea mchungaji na kumweleza kwamba kuna kitu nimekiona. Na kama unaona huna sababu ya kumwendea mchungaji, basi omba ili kisitokee, na usisubiri mpaka kimetokea afu useme mimi niliona. Yaani mimi niliota kabisa. Yanapotokea mambo kama hayo, Mungu anatuonyesha ili ya situpate. Kwa ndoto inakuja kwa kama tahadhari, lakini ndoto pia inakuja kwetu. Mungu anaweza akazungumza nasi kwa njia ya ndoto kutuonyesha hatima yetu, mwisho wetu utakuwa nani baadaye. Haleluya. Bwana asifiwe. Tusome Mwanzo 37. Mwanzo 37. Mstari wa 5. 37 mstari wa 5, kitabu cha Mwanzo. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Mstari wa 9 inaendelea. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama jua na mwezi na nyota 11 zikainama. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi? Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. Bwana asifiwe. Yusufu akiwa ni kijana mdogo katika familia ya mzee Yakobo,
ambaye alikuwa hajui hatima yake itakuwaje. Anaishi maisha ya kawaida, anampendeza Mungu, hajui hatima yake itakuwaje. Mungu anamtokea kwa njia ya ndoto, anamueleza namna ambavyo Yusufu atakuja kuwa baadaye. Anaonyesha ukuu. Bwana asifiwe. Anaonyesha hatima ya Yusufu. Hata kama Yusufu unajiona ni mdogo, ni wa kawaida, lakini mwisho wako utakuwa ni mkubwa sana. Anaonyesha future ya Yusufu. Yusufu, kitu ambacho alikosa hekima ni alipoonyeshwa mambo yale kwa njia ya ndoto, akadhani ndugu zake watafurahia, akaenda akawasimulia. Ndio maana tunajifunza hekima ya ukiota ndoto, si kila kitu unaweza kuhadithia watu. Kuna mambo mengine ni siri ya kwako na Mungu. Tunza hicho Mungu amekuambia kwa njia ya ndoto, usitake kuwaambia watu wengine. Haleluya. Kilichofanya ndugu zake waendelee kumchukia Yusufu ni ndoto aliyoota, na walielewa tafsiri kwamba Yusufu baadaye atakuja kuwa mtu mkubwa na ndugu zake watauinama mbele zake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukaota ndoto wakati wewe huna taarifa zozote, wala huwazi utakuwa nani baadaye, lakini Mungu anakuonyesha hatima yako ya baadaye, manake mwisho wako utakuwaje. Anakuonyesha sasa kwa njia ya ndoto. Ndio maana anamwambia Habakuki, ndoto uliyoiota, hiyo ndoto ni ya kweli, unapaswa kuiandika ili kwenye vibao, ili asomaye apate kufahamu. Hiyo ndoto niliyokuonyesha inafanya, haitakawia, itatimia tu. Ijapo kawia, wewe ingoje, itatimia. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ndoto, Mungu akikuonyesha jambo kwa njia ya ndoto, kwa namna yote, usidhani kwamba ni jambo linaweza kutokea kesho. Usidhani ni jambo linaweza kutokea mwaka kesho. Ni jambo ambalo linaweza kutokea miaka 10 ijayo. Lakini lazima uelewe, ijapo kawia, wewe ingoje, maana inafanya haraka, itatimia kwako sawa sawa na neno la Mungu. Sema amen. Haleluya. Biblia inasema Mungu si mtu hata aseme uongo, wala si mwanadamu hata ajute. Kujuta ni kugairi. Mungu akizungumza, akikuonyesha hatima yako, namna utakavyokuwa, anakupa angalizo kwamba acha kujidhalau kwa sababu ya situation unazozipitia sasa. Usiishi kama watu wengine, manake aendelea kujitunza kwa sababu hatima yako ni kubwa sana. Mwanzo wako japokuwa ni mdogo sana, mwisho wako utakuwa ni mkubwa sana. Na useme amen. Sema amen kwa jina la Yesu. Kwa kuna watu ambao wana taarifa hizo. Mwingine ameletewa unabii namna atakavyokuwa baadaye. Nimeota. Unaweza kuwa hujaota wewe, lakini kuna mtu ameota kwa ajili yako, ameona maisha yako ya baadaye. Nimeona kitu kizuri. Ndoto kama hizo umeota kwa ajili ya mtu fulani, ndoto kama nzuri zenye furaha, kumshirikisha, mwambie tu ili apate kujitunza. Ndoto mbaya ndio hatuwezi kumwambia, lakini ndoto kama ni njema unamwambia nimeona, maana yake mtu aitafanya awe makini namna ya kutembea na Mungu ili ile ndoto ije kutimia kweli. Sema amen. Sema amen. Watu wengi sana wamepoteza ndoto zao vile Mungu alivyokusudia, kwa sababu wakati Mungu anazungumza nao, anawatokea kwa njia ya ndoto, walikuwa kwenye mahusiano mazuri sana na Mungu. Mahusiano yao na Mungu yalikuwa ni mazuri, yalimfanya Mungu amtokee mtu huyo, amwambie endelea na mahusiano yako hayo na mimi, kwa sababu mwisho wako utakuwa hivi, utakuwa ni mkubwa sana. Wengi waliacha kujitunza. Na ndoto yoyote Mungu anapokuonyesha ukubwa wako wa baadaye, ndoto yoyote lazima itakuwa na maelekezo. Sema amen. Sema amen.
Mungu hawezi kuleta ndoto ya namna utakavyokuwa baadaye. Hawezi kuleta unabii wa maisha yako ya baadaye. Unabii wowote lazima uendane na maelekezo ya Mungu. Na useme amen kwa jina la Yesu. Haleluya. Ndio maana Farao alipoota ndoto alitafuta maelekezo, na Yusufu akampa maelekezo, akamwambia ndoto uliyoiota ni kweli. Unachopaswa kufanya Farao, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi na vile. Ni kweli Farao alipopata yale maelekezo, Farao akasema, ni nani anayeweza kufanya mambo kama haya? Huyu aliyenipa tafsiri ya hii ndoto, huyo ndiye anaweza kunisaidia kufanya hayo mambo. Ndoto yoyote kama Mungu anakusudia kuwa, lazima itakuwa na maelekezo. Haleluya. Bwana Yesu nasifiwe sana. Manoa alipopewa taarifa na mke wake kwamba mtoto atakuja kumpata mtoto, na huyo mtoto atakuwa ni mtumishi wa Mungu, Manoa alipoambiwa, alichofanya ikabidi atafute. Malaika alipokuja kwake nyumbani akamwambia, malaika uliyesema na mke wangu, naomba unionyeshe, unifundishe namna nitakavyopaswa kuishi ili huo unabii wa kumpata mtoto uje kutimia. Ukiota ndoto inaonyesha ukubwa wako wa baadaye, haina maelekezo, tafuta maelekezo ya hiyo ndoto. Nini unapaswa kufanya ili ndoto ije kutimia? Haleluya. Bwana Yesu nasifiwe sana. Usikae tu na ndoto tu, kwa sababu ukikaa bila maelekezo, hiyo ndoto haitakuja kutimia. Ndoto yote imebeba maelekezo. Sema amen. Kwa wapo watu ambao wana ndoto hizo, wana unabii wa namna watakavyokuja kuwa baadaye. Unaonyeshwa mwisho mpaka kwamba hautakuja kufa mpaka umefika kwenye kilele hiki. Hatima ni kufika kwenye kilele kile Mungu alichokukusudia. Haleluya. Ukifika pale Mungu alipokusudia, tunasema mtu huyu amefika kwenye hatima yake. Sema amen. Sema amen kwa jina la Yesu. Lakini pia hatima ni kufika kwenye kilele cha matamanio yako. Kuna mtu hana ndoto kutoka kwa Mungu, lakini ana matamanio. Haleluya. Haleluya. Ana maana yake kwa matamanio, kwa lugha nyingine tunasema ana ndoto, sio ndoto ya kuota. Yeye ana matamanio. Anasema mimi kabla sijafa, mimi lazima nifike mahali fulani kabla sijafa. Sitakufa kabla jambo hili halijatokea. Hana ndoto kwamba Mungu alimuotesha, ila ni matamanio yake. Haleluya. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kwa kama hauna ndoto ya kuota mwenyewe, lazima uwe na matamanio, uwe na ndoto ya kwamba mimi baadaye, mimi nitakuja kuwa mtu fulani. Bila ndoto, Biblia inasema pasipo maono watu huacha kujizuia. Bwana Yesu nasifiwe sana. Bwana Yesu nasifiwe. Kitabu cha Ayubu, Ayubu 22, Ayubu 22 mstari wa 28. Halo, tuko pamoja? Usiseme mimi sijawahi kuota ndoto hata siku moja. 22:28 kitabu cha Ayubu. 22:28 Ayubu inasema, nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Nawe utakusudia neno. Haleluya. Haleluya. Haijalishi hauna unabii wote, haijalishi hujaonyeshwa utakavyokuja kuwa baadaye, lakini wewe umekusudia. Unasema mimi, iwe mvua iwe jua, mimi sitakufa mtu wa kawaida, sitakufa. Biblia inasema utakusudia neno, nalo litathibitika kwako. Kuna mambo Mungu anataka tutamani kuyafanya. Haleluya.
tutamani kufika huko fulani. Maana Mungu anatafuta watu wa namna hiyo, mtu ambaye kwa utukufu wa Mungu anatamani kufika mahali fulani, si kwa sababu anatafuta labda ufahari fulani, lakini anatafuta heshima ya Mungu, kwamba mimi lazima nifike kwenye kiwango fulani. Mungu anasema utakusudia neno nalo litathibitika. Sema amen. Amen. Tufungue mwao kitabu cha Zaburi 37. Zaburi 37 mstari wa 4. Nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Halo? Halo? Nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja ya moyo wako. Unatamani kuwa nani baadaye? Je, unataka kuendelea kuwa na maisha tu ya kawaida ulionayo sasa? Hivyo hivyo ulivyo, unaweza ukatamani mambo makubwa kwa nia ya Kristo, na Mungu akakufikisha kwenye mambo makubwa kwa utukufu wake. Ndio maana Yakobo akasema, kama Mungu utanifanikisha safari yangu, kama utanifanikisha nikafika salama, nikarudi salama, nitafanya ukumbusho, na katika kila utakachonipa, nitakachokipata, nitakitolea sehemu ya 10. Yakobo alipanga safari. Ile safari ya kwenda huko haikupangwa na Mungu, ni yeye alipanga safari. Nataka nifike mahali fulani, kama nikifika Mungu kanifanikisha, nitafanya hivi. Lazima upange safari yako kwamba kuna mahali inapaswa nifike. Usijione vile ulivyo sasa. Haleluya. Kuna mtu anapanga na kuwa na ndoto mpaka aone labda amefanikiwa. Yaani kwenye udundu ulionao, kwenye hali ulionayo, kwenye changamoto ulionao, unang'ang'ana, unasema mimi sitakufa mtu wa kawaida, lazima nifike mahali fulani. Haleluya. Bwana Yesu nasiwe sana. Inawezekana katika jina la Yesu. Shike mkono jirani yako, mwambie inawezekana. Nawe utakusudia neno, nalo litathibitika katika jina la Yesu. Nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja ya moyo wako. Na useme amen. Kuna mtu anasema kutamani mambo makubwa ni vibaya. Hapana. Kutamani kuwa mfanya biashara mkubwa kwa ajili ya Mungu ni jambo jema kabisa. Kutamani kuwa mtumishi wa Mungu mkubwa, kutamani kuwa mwimbaji mkubwa, kwamba mimi nitafika hata fulani, nitapita kiwango chake, hiyo ni jambo jema kwa Mungu. Na useme amen. Haleluya. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 3, mtu mmoja. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 1. Kama umefika, haturuhusu kutumia simu za Biblia za kwenye simu. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 1. Tunatumia Biblia hizi hard copy. Biblia za simu inakusaidia mwenyewe huko, lakini hapa tukisema mtu mmoja na asome, usitumie Biblia iliyopo kwenye simu. Ndio? Ni neno la kuaminiwa. Mtu akitaka kazi ya uaskofu, atamani kazi njema. Haleluya. Biblia inasema, huyu ni Paulo mtume anaongea na Timotheo. Anamwambia ni neno la kuaminiwa, mtu akitaka. Sasa
Toleo la Kiingereza halijasema mtu akitaka. Toleo lolote la Kiingereza linasema mtu akitamani. Kazi ya askofu, anatamani kazi njema. Bwana asifiwe. Haleluya. Neno askofu hapo halimaanishi askofu ambaye anawaangalia chini yake kuna wachungaji. Hiyo ni maana mojawapo. Lakini neno askofu hapo kwa muktadha wa hilo andiko, neno askofu linamaanisha mchungaji. Haleluya. Haleluya. Nyakati za Agano Jipya wachungaji walikuwa wanaitwa waangalizi, walikuwa wanaitwa maaskofu. Lakini pia walikuwa wanaitwa wazee. Kwa hiyo ukiona kwenye Agano Jipya, ukiona neno linasema mzee, Biblia inasema Paulo akawaita wazee wa Efeso pale Mileto, akawaita wazee. Wazee wanaotajwa pale ni wachungaji. Haleluya. Bwana Yesu na asifiwe sana. Lakini kwa hiyo anasema mtu akitaka kazi ya uchungaji. Kutaka kazi ya uchungaji ni kutamani. Anasema unatamani kazi njema. Bwana Yesu na asifiwe sana. Kuna mtu yuko hapa, hujawahi kuota ndoto kama utakuja kuwa mchungaji siku moja, na wala hujawahi kuwaza, hujawahi kuota ndoto, hujawahi kuletewa unabii kwamba kuna siku utakuja kuwa mchungaji. Lakini unapoona huduma ya kichungaji vile inavyofanywa, unapoona watu wametawanyika, unapoona uharibifu umetokea, wachungaji wa kweli leo ni wachache. Wachungaji wengi unaona ni kama wameharibika. Wachungaji wengi ni kama watu wengi wanaokimbia uchungaji. Wewe unasikia mzigo, unatamani, nasema mimi sijaitwa, sina ndoto ya kuwa mchungaji, lakini mimi kama ingetokea mimi ningekuwa mchungaji. Si kwa sababu ya mema ambao wakati unayaona kwa mchungaji. Usiwaze kuwa mchungaji ukatamani kuwa mchungaji eti kwa sababu ukiwa mchungaji kama hivi, mchungaji anajengewa nyumba na mimi niwe mchungaji nitakuja kujengewa nyumba. Hiyo ni intention mbaya sana. Hiyo ni dhamira mbaya sana. Kazi ya uchungaji ni kazi ngumu sana. Kazi ya uchungaji ni kazi ya machozi. Lakini kuna mtu pamoja na machozi haoni nyumba, haoni gari, haoni sadaka. Yeye anachoona, anaona watu wametawanyika kama wasiokuwa na mchungaji. Anasema akawahurumia watu. Kinachoweza kufanya utamani kazi ya uchungaji na Mungu akadhivia ni pale ambapo unawaona watu wametawanyika, ni kama wachungaji wa kweli wamepotea, hawapo leo. Unasema mimi nikiwa mchungaji, mimi nitakuwa ni mchungaji wa haki. Ukitamani hivyo, unatamani kazi njema. Bwana asifiwe. Haleluya. Unatamani kuwa mhubiri mkubwa. Elisha alikuwa ni mtu wa kawaida sana chini ya Elia. Alikuwa ni mtu mdogo, alikuwa ni shemasi. Shemasi manake alikuwa ni mtumwa wa Elia. Anamuoshea viatu, anamuoshea nguo, anamtuma nenda huko kama tulivyosoma hapo. Alikuwa mdogo sana. Alikuwa ni wa kawaida sana. Lakini Elisha aliona huduma aliyokuwa anaifanya Elia. Haleluya. Na kumbuka manabii wa wakati huo, tunajifunza manabii wengi nyakati za Agano la Kale, manabii wengi sana hawakuwa na mahali pa kukaa, hawakuwa na nyumba za kwao wenyewe. Manabii wengi walikuwa wametengwa, yaani jamii ziliwatenga, familia zao ziliwatenga, hata serikali iliwatenga. Kwa hiyo wale manabii wakashindwa kuwa naishi mjini, wakawa naishi. Manabii wengi walikuwa naishi mapangoni, walikuwa naishi sehemu za mbali, kwa sababu walichukiwa, kwa sababu manabii walikuwa nazungumza ukweli. Kwa hiyo hawakuwa na mahali pa kukaa. Lakini pamoja na Elisha
kumwona Eliya ya kwamba hana nyumba ya kuishi, anaishi kwenye mapango, ila alivutiwa na huduma ya Eliya aliyokuwa anaifanya. Haleluya! Alivutiwa na upako, alivutiwa na maombi alikuwa naomba. Elisha hakutamani kitu kingine. Elisha akamwambia Eliya, alipopewa nafasi akasema, Elisha unataka nini? Elisha akasema, naomba nipate roho yako maradufu. Haleluya, haleluya. Elisha hakuomba kufanana na Eliya. Nanielewa Nanielewa? Nasema hivi tena, Elisha hakutamani kufanana na Eliya, ila Elisha alitamani upako maradufu zaidi ya Eliya. Sema amen. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen. Elisha aliomba upako maradufu. Nimesema usitamani kufanana na mtu fulani, ila tamani kuwa zaidi ya yeye vile alivyokuwa. Kutamani kitu chema kwa nia njema ni jambo jema kabisa. Usiogope kuwa na ndoto ya kuja kuwa mhubiri mkubwa. Haleluya, haleluya. Lazima uwe na ndoto, lazima uone, sema mimi sitakufa kabla haijatokea hivi. Ona kile unachokiona ndicho kitakuja kutokea. Haleluya. Usipoona haitakuja kutokea. Mungu akamwambia Ibrahimu, unaona nini? Ibrahimu alipoinua macho yake akatazama, akasema ninaona. Akamwambia, mpaka mwisho wa mipaka yako ulipoona, nchi hiyo nimekupa. Usipoinua macho, usipoona mbele, hakuna kitakachokuja kutokea kwako mpaka umeona kwanza. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo unapokuwa umefikia, utakapokuja kufikia kwenye hatima yako, umekuja kufikia kwenye ndoto, nasema haya, hiki ndicho ilikuwa ndoto yangu ya muda mrefu, sasa nimefika. Sasa nimefika. Kama yule mtumishi wa Mungu aliyesema, mimi sitakufa mpaka nimemwona Masihi, mpaka nimemwona Mwokozi amezaliwa. Bwana asifiwe. Na kweli hakufa, miaka ilienda, ila alisema mimi sitakufa mpaka huyu Yesu aliyetabiriwa nimemwona. Na hakufa. Kuna watu mko hapa, mtakufa mapema kwa sababu hamna ndoto. Bwana asifiwe. Kitakachofanya mimi nisife mapema ni kile ninachokiona, na sitakufa mpaka nimeona. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kuwa na ndoto, kuwa na maono ya kuona mbali kwa nia ya Kristo ni njia mojawapo ambayo inaweza kufanya usije kufa mapema. Yule mtumishi wa Mungu Yesu alipozaliwa, alipoletwa hekaluni, akamwona Mwokozi amezaliwa, akamwona Yesu. Haleluya. Akamwona Yesu amezaliwa, akasema, Bwana, sasa unaweza kumchukua mtumishi wako akaondoka, kwa sababu niliyetaka kumwona nimekwisha kumwona tayari. Bwana asifiwe. Ona, mtu naishi kawaida, tunaangalia hali yako ya sasa, unaangalia umelala njaa, unaangalia maisha yako, unaona hivi, mtu kama mimi naweza kufika mbali. Nataka nikwambie, waliofika mbali ambao Mungu aliwachukua kawafikisha mbali, walikuwa ni watu wa kawaida sana kuliko hata wewe hapo, ila walikuwa na ndoto. Bwana asifiwe.
Haleluya. Haleluya. Ulimwengu kama huu ambao hauna wahubiri wanawake wakubwa, hauna wahubiri wanawake wakubwa, wewe unaweza kusema kwa nini kwenye Biblia? Niko naeleza siku moja wakati nasoma chuoni pale. Chuo pale nasoma, nikamwambia wanasema Biblia imeandikwa kwa Waebrania walikuwa na mfumo dume. Kwa sababu ndio waliandika Biblia, walihusika kuandika Biblia, waliandika kwa mfumo dume, ndio maana wanawake hawatajwi katika Biblia. Inawezekana ikawa ni kweli, lakini nasema inawezekana si kweli, kwa sababu katika Biblia hiyo wametajwa wanawake waliofanya makubwa kama kina Debora. Debora anatajwa katika Biblia. Lakini kwa nini watajwe wanawake wachache tu kuliko wanaume? Kwa nini watajwe wanawake wachache tu? Haleluya. Si kwamba Biblia imeandika kwa kubagua. Wako manabii akina Huda wanatajwa mule. Na kwa nini watajwa wachache? Wametajwa wachache kwa sababu nature ya wanawake, asili ya wanawake, wanapokea haraka, ni wepesi kupokea. Lakini wanawake ni wepesi kudondosha walichokipokea. Haleluya. Wanawake wengi ni wepesi kugafirika. Mwanamke unaweza kumpa kitu cha thamani, akigafirika kidogo, kile kitu cha thamani anakitupa. Haleluya. Amen. Wanawake wengi ni wepesi kuvunjika moyo. Akikutana na magumu anavunjika moyo. Anasahau kule Mungu amemtoa, anasahau kule la kuelekea. Kwa wanawake wengi, kwa nature ya wanawake wengi sana wanakata tamaa upesi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na ndio maana wanaume ambao katika Biblia hawakuwa makini na wake zao waliponzwa na wake zao. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ni Ayubu ndiye alikuwa makini na mke wake. Lakini ukianzia kwa mama yetu Hawa, alimponza Adamu. Ukija kwa Ibrahimu, anamzaa Ishmaeli. Nani alisababisha Ishmaeli azaliwe? Mwanamke. Wakati Ayubu anapita kwenye magumu, amejaribiwa, kila kitu alichonacho kimekwisha. Watoto hawapo, ng'ombe hazipo, alikuwa ni tajiri amefilisika, watoto wote wamekufa, kabaki yeye na mke wake. Ayubu bado akaugua, akapata ugonjwa wa majipu mwili mzima. Mke wake ndiye aliyemwendea, anamwambia Ayubu, wewe bado unaendelea na kumcha Mungu? Achana na Mungu, kama kufa bora ufe. Mwanamke yule ni kama mwanamke huyo hapo. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Wanawake wale ni kama wanawake wa sasa. Lakini wanatajwa wanawake kama kina Abigaili. Wezi ukazungumza sifa za wanawake wa mfano, usimtaje Abigaili. Abigaili kwa sababu ya hekima yake ndiye alimuokoa mume wake Nabali asife.
Bwana asifiwe. Haleluya. Mwanamke unanisikia huko hapa, wewe ni binti, ni msichana wa kawaida umeokoka. Mwanamke uko hapa, ni binti uko hapa. Pamoja na historia ya wanawake wachache waliofanya makubwa, nasema kati yetu bado anaweza akatokea mwanamke mmoja akasema wanawake wengi walitufelisha, lakini mimi katika kizazi hiki nataka nitoke kama zile top player katika ulimwengu wa sasa. Nataka niwe mwanamke wa tofauti. Haleluya. Ukitaka kufika kwenye hatima yako, lazima udhamirie kuishi maisha tofauti na watu wengine. Chunguza wanawake wana tabia gani zinazowafalisha. Jitenge na tabia za wanawake. Amua kusema nitaishi kama mwanamke wa tofauti. Nataka nikwambie, wanawake wengi wanasema ni wasengenyaji. Mwanamke mmoja, binti mmoja kasema, katika wambea, katika wasengenyaji, mimi sitakuwa mmoja wapo. Katika wanaovunjika mioyo, mimi sitakuwa mmoja wapo. Mume wangu hata kama mambo hayaendi sawa, mimi nitasimama kama Abigaili. Nitamwendea, nitamwambia mume wangu nisikilize. Kipindi tunachopita ni kipindi cha kawaida. Biblia inasema tujapoanguka mara 7 tutainuka tena. Mwanamke unapaswa kumtia moyo mume wako. Mwanamke unapaswa kumwombea mume wako. Mambo ni magumu, hayaendi sawa. Pesa haipo ya kuacha nyumbani. Amerudi hana fedha. Anasema nimekwama. Unamwambia mume wangu sikiliza, hatuwezi kupata mema kutoka kwa Mungu, hata mabaya tutapata. Leo tunalala njaa, lakini majira yanakuja mume wangu hatutalala njaa. Unamtia moyo mume wako. Hapana kumkasirikia, hapana kumnunia, hapana kusema naye vibaya. Mume wako mtie moyo mwanamke. Haleluya. Jua kuna kupata, kuna kukosa. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen. Chunguza tabia za wanawake nyingi ni za namna gani. Amua kuwa mwanamke wa tofauti. Halo. Haleluya. Haleluya. Ishi tofauti. Mimi nitaishi tofauti. Mimi nitaishi tofauti na wanawake wengine. Kwa maana Biblia inasema mke bora ni nani awezaye kumpata? Mke bora anatafutwa. Huwezi kumpata. Unaweza kuwa ni mke wa mtu, lakini mke mwema nani awezaye kumpata? Kwa sababu gani? Wanawake wengi wanafanana. Jitofautishe na wanawake wengine. Haleluya. Haleluya. Wakati hakuna majianti wanawake wa Injili wanaotikisa ulimwengu, hawapo. Wamesalia labda wachache. Unasema wengi hawapo Tanzania, wengi hawapo Afrika. Nasikia ni madume tu, ni wanaume. Kwani wanaotumiwaga na Mungu ni wanaume tu peke yao? Biblia inasema binao siku za mwisho nitawajaza Roho wangu Mtakatifu wanawake kwa wanaume. Roho Mtakatifu akija, angalia ni mwanamke, angalia ni mwanaume, anawajaza wote. Lakini yeye anayeamua kuishi tofauti na wengine, huyo ndiye anaweza akawa. Wako watu wanawake wenye wivu leo wanaosema mimi hapana. Kwenye ulimwengu huu wanawake ni wachache. Nataka nitoke nichomoze. Kama Daniel alivyosema, naliona pembe ikichomoza katikati ya wengi. Atokea binti mmoja anayesema nataka nije nichomoze, nataka niutikise ulimwengu, nataka nije nitishe. Mwanamke mmoja, inawezekana. Haleluya. 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 Nature ya wanawake ni waoga. Ni waoga. Wewe kati ya wanawake waoga, wewe unasema mimi sitakuwa mwoga. Mimi nitakuwa ni simba jike. Sema amen. Amen. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen kwa jina la Yesu. Ufike, unaweza kufika kwenye hatima yako.
ukiwa na ndoto, ukiwa na maono, ukiwa na hatima kubwa unaiona, hautakuja kulala kabla hujafika. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana Paulo anamwambia tena Timotheo, waraka wa pili wa Timotheo sura ya 4. Timotheo sura ya 4 anamwambia, fungua hapo. Haleluya. Unampenda Yesu? Unampenda Bwana mkubwa? Mimi nampenda Yesu sana. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 7. Soma hapo. Soma, nasemaje? Paulo anzia hapo mstari wa juu yake. Na wakati wa kufa kwangu umefika. Anasema, anatoa hesabu, anaambia Timotheo, kwanza Paulo, hebu soma wa Filipi 3 anzia mstari wa 12. Sikiliza Paulo kwenye wa Filipi 3 mstari wa 12. Angalia pastor. Sikiliza Paulo kabla ya kumwambia Timotheo, sikiliza anachoambia wa Filipi. Biblia inasema katika Filipi 3:12. Si kwamba nimekwisha kufika. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu. Au nimekwisha kuwa mkamilifu. La. Bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndio. Ndugu, sijidhani kuwa nimefika. Inatosha tu, utasoma kwa wakati wako. Haleluya. Paulo aliyefanya mazuri mengi, ukianzia kule juu utaona vile anavyoeleza mambo aliyoyafanya. Alifanya mengi, lakini anawaambia Wafilipi, anasema pamoja na hayo niliyoyafanya sijidhani kuwa nimefika, bali na kaza mwendo niifikie mede, manake niifikie hatima yangu ya thamani. Haleluya. Unaweza kuwa umefanya makubwa sasa ukadhani kuwa umefika. Paulo, kitu gani kinamfanya aseme sijidhani kuwa nimefika? Alikuwa anaiona hatima yake, akufika kwenye kilele cha ndoto yake. Uwezi ukasema umefika kabla hujafika kwenye hatima yako. Haleluya. Paulo anasema bali na ukaza mwendo niweze kuifikia mede ya thawabu, nifika kwenye kilele changu. Kuna watu wamefanya mengi, amefika kwenye level fulani, anasema hapa nimefika. Utasema umefika kama hauna ndoto. Mwenye ndoto haoni mafanikio ya sasa. Mwenye ndoto anasema kuna mahali niko naelekea, hapa nilipofika kwangu ni robo tu, sijafika. Haleluya. Ijapo kawia, ingoje. Haleluya. Hiyo ndoto ulionayo, ama ni ya kuota ama ni matarajio yako, ijapo kawia, wewe ngoja tu. Inafanya haraka, haisemi uongo, itakuja kwako, itatimia tu, na useme amen. Itakapokuja kufika, haleluya, uliyekuwa mtu wa kawaida, watu watakapokuona, utakapokuja
utakuja kuifikia hatima yako. Haleluya! Watu watasema huyu ndiye yeye Yusufu tulikuwa tunamuona pale. Yusufu ndiye yeye au anafanana? Watu watatafuta kusema ni yeye ama siye. Nasema ukifika kwenye hatima yako, nasema dunia, haleluya, wataanza kuulizana, watasema ni yeye yule tulikuwa tunamuona pale kanisani, ni yeye, haleluya, au anafanana? Nasema ijapo kawia, wewe ingoje matarajio yako, wewe yangoje matamanio yako, wewe yangoje. Unawaza kuwa tajiri mkubwa, unasema mimi nitafadhili kazi ya Mungu, mimi nitafadhili huduma ya Mungu, lakini sasa ni mtu wa kawaida. Nasema endelea kuikamata ndoto yako. Hapo ulipo haujafika bado. Unapoenda hujafika kwenye kilele cha hatima yako. Nataka nikwambie, haleluya, na kama Mungu ana mpango na wewe, ukisema nimefika, yatakutokea. Atakwambia hapo ulipo hujafika. Kiwango licho nacho sicho kiwango nataka mimi ufike. Kuna mahali nataka nikufikishe. Akamkuta Ibrahimu amekaa Harani, ametoka na Tera kule Mesopotamia, amefika mpaka Harani. Baba yake Tera akawa amekufa, Ibrahimu akawa amekaa pale Harani, na Mungu akati anamtoa Tera kule Mesopotamia, kule Uru ya Kalidayo. Wakati anamtoa kule, alimtoa ili waende mpaka Kanani, si waishie pale, waishie Harani. Tera akafika Kanani. Alipofika Harani, Tera akaridhika na ardhi ya pale, akaridhika na uchumi wa pale. Tera akasahau ya kwamba nilipotoka kwenye Uru ya Kalidayo, nilitoka naelekea Kanani. Hapa nilipofika, pamoja na kwamba pamestawi sana, pamoja na kwamba pana rutuba sana, lakini hapa sipo ninapoelekea. Lakini Tera akaridhika. Biblia inasema Tera akaendelea kukaa Harani, hakuendelea na safari, akakaa pale mpaka akafa pale Harani. Akafa. Amefia wapi? Amefia Harani. Kuna watu mtafia Harani. Mmesahau ndoto zenu, mmesahau hatima zenu. Mnaona hapo mlipofika, hapo mlipo pametosha. Mungu akamtokea Ibrahimu pale Harani. Ibrahimu hana mpango wa kuendelea na safari. Ibrahimu amesahau, kwa sababu alikuwa na ndoto ya kwenda kule Kanani, ilikuwa ni Tera. Tera amekufa. Mungu akamwambia Ibrahimu, akamwambia Tera alikuwa na kupeleka we Kanani, kwenye nchi ile nimekupa Kanani. Sasa ondoka hapo Harani, ondoka uende mpaka nchi nitakao kuonyesha. Akatoka Harani, hakuangalia namna alivyostawi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu anaweza kukutoa mahali watu wanasema hapa umestawi, unaondokaje hapa? Lakini Mungu anasema hapa ulipo sio level ya ndoto yako, hapa ulipo bado haujafika. Anaweza kukuondoa hapa ulipo akakupeleka pengine. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen. Huyo ndiye Jehova. Wanadamu watasema wewe umefika, lakini Mungu anasema pamoja na kwamba wanadamu wamefika, wanasema wamefika, lakini mimi hapo hujafika, ni robo tu ya safari. Haleluya, haleluya. Wakati nafundisha darasa langu hapa, Festo akaniuliza, wakati nafundisha akaniuliza, baba, kwani hata wewe unaweza kuondoka hapa kanisani? Mungu alikwambia ondoka? Mungu anaweza kukwambia ondoka hapa kanisani? Kaambia, kwa nini Mungu asiniambie niondoke? Mimi Mungu anaweza kaniambia niondoke hapa na nikaondoka. Bwana asifiwe. Haleluya. Akiona hamnielewi, Mungu nafikiri anamuondoaje mtu mahali? Anasema, mwanangu, nimeona hapo ulipo, hao watu watakuchelewesha.
nitawaletea mtu wa aina yao. Punga mkono hivi. Haleluya. Haleluya. Akiona hamnielewi, ninaongea kama nampigia mbuzi gitaa. Ananiona nalia, anaona nina huzuni, natembea kichwa chini. Nasema si kwa sababu ya familia yangu, natembea kichwa chini kwa sababu ya kanisa. Anasema mwanangu, watakuchelewesha na kutoa. Bwana asifiwe. Mungu amtoagi mtu eti sema usitoke pale, wito umeisha, kazi yenyewe haipo. Anakutoa mahali ambapo watu wanagombania, wanasema hivi, pale kwa mchungaji ya mbele tutapapataje pale? Tutapapataje pale? Hivi nani anaweza kanipeleka pale? Wakati mimi nasema hapa sijafika. Ndio hata Jumapili nilisema sijafanya anniversary, nitafanya mpaka nitakapona Mungu amefanya yale niliyotaka ayafanye. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Usiridhike mahali ulipo. Usiridhike na kiwango cha pesa unazosema sasa hapa mimi ni tajiri hapa. Ni tajiri kuliko wote kwenye mtaa. Ukijilinganisha na matajiri wa mtaani kwako, huna akili. Bora nimewapita wote. Haleluya. Wa mtaani kwako unaefaa sema hawa wote sitaki kufanana nao, nataka wote hawa niwapite. Haleluya. Unawaona kina nana kina Moa wako mbele, unawaangalia wao, unasema sitaki kuwa kama Mo Dewji, nataka niwe zaidi ya Mo Dewji. Lakini sema mimi itawezekanaje? Mimi kabisa si kwa nguvu zako wala si kwa akili, ila kwa Roho wa Bwana wa majeshi anaweza kufanya hayo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukitaka kuwa mtu wa tofauti, jitofautishe na watu wengine. Fanya mambo ya tofauti tofauti. Usifanye kama fulani anavyofanya. Usiishi kama fulani anavyoishi. Fanya zaidi ya huyo anavyofanya. Tafuta mbinu za kwako, tafuta akili ya kwako, tafuta njia za kwako. Lazima uweze kufanya vitu vya tofauti kuliko wanavyofanya wao. Ukifanya kama wao, utakuwa kama wao, hautakuwa zaidi ya wao. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Lazima, ndio maana Musa akasema, Mungu nifundishe njia zako. Njia za Mungu ni nyingi sana. Lazima uwe mbunifu. Wafanya biashara mitandao ya simu, wale ni wafanya biashara, ni wabunifu.
Wenye mabenki ni wabunifu. Biashara ni ushindani leo. Haleluya. Biashara ni ushindani. Kwani kuna shida gani wewe kwenye biashara yako ukashusha shilingi 100 ukasema mimi kwenye bidhaa zangu hizi nitashusha 100 tu? Unapanga bei kama ya huyu. Unaangalia duka fulani wanauza shilingi ngapi, wakipandisha 200 naona vika 200. Akishusha mpaka 150 naona shusha. Akishusha mpaka 150, wewe shusha mpaka 125. 25 hiyo 25. Watu watatoka sijui wapi wanaitafuta 25. Kwenye biashara shilingi 25, shilingi 50, sio 25,000. Leo ni soko huria. Ndio maana wa mitandao ya simu wanashindana kutoa ofa. Haleluya. Lazima uwe na mbinu za tofauti. Naongea na wafanya biashara mko hapa. Lazima uwaze biashara yako watu wataijuaje? Lazima uwaze nitumie njia gani watu waijue biashara yangu. Nitumie njia gani niwavute wateja waje kwangu. Lazima uwaze. Unapowaza ndio Biblia inasema nitakufundisha na jicho langu litakutazama. Biblia inasema mimi ni Bwana nikufundishaye upate faida. Musa akasema Bwana nifundishe njia zako. Mungu akikufundisha njia utakwenda zaidi ya wenzako. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mnaanza safari wote, mnafanya mko level moja. Lazima yule wa level yako, lazima utafute usema huyu wa level yangu huyu nataka nimpite, na yeye aliyeko juu yangu nataka nimpite pia. Soma Yohana 20. Yohana 20:1. Sikiliza. Anzia mstari wa kwanza. Naweza nikapata mtu mmoja mhubiri mmoja mkubwa sana wa baadaye. Ukija kutokea usije kunisahau. Soma. Biblia inasema Yohana. Sikiliza hicho kisa. Mtakatifu sura ya 20 mstari wa kwanza. Hata siku ya kwanza ya juma Mariamu Magdalena alikwenda kaburini alfajiri. Ndio. Kungali giza bado. Akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Ndio. Basi akaenda mbio akafika kwa Simon na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, Yohana. Akawaambia wamemuondoa Bwana kaburini. Ndio. Wala hatujui walikomweka. Ndio. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine. Basi sikiliza kwanza hapo. Basi Petro akatoka pamoja na yule mwanafunzi. Maana yake walianza safari ya kwenda kaburini. Wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili. Na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko. Wameenda mbio wote wawili, lakini mwanafunzi mwingine akaenda mbio zaidi. Akawa kwanza kufika kaburini. Sikiliza. Alipokwenda mbio zaidi akawa kwanza. Huyu ni Yohana. Akawa kwanza kufika kaburini. Ukienda mbio utamzidi aliyoko nyuma yako. Akainama. Yohana alipofika kaburini amekuwa kwanza. Biblia inasema akainama na kuchungulia. Akachungulia. Akaona vitambaa vya leso vimelala. Lakini hakuingia. Lakini shida ya Yohana, shida ya Yohana tunaiona kwenye spidi.
amekwenda mbio kuliko Petro. Hapa amefanya vema, kaenda mbio. Tatizo la Yohana, pamoja na kwenda mbio, amefika kaburini akachungulia. Shida ya Yohana inaanzia hapa. Inaanzia wapi? Basi akaja na Simoni Petro akaingia ndani ya kaburi. Simoni, haleluya. Simoni ya kupunguza mwendo, pamoja kwamba Yohana amempita, lakini Simoni na akaanza kanaenda mbio. Alipofika kaburini, anakuta Yohana amefika, ameingia, amechungulia kaburini, ameona leso, ameona sanda, anaogopa kuingia. Alipofika Simoni akafanyaje? Akavitazama vitambaa, akachungulia. Endelea, imeisha hapo. Mstari wa 7. Na ile leso iliyokuwako kichwani pake, ndio haikulala pamoja, ndio na vitambaa, ndio bali inasongwa mbali mahali pa peke yake. Ndio basi ndipo alipoingia naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza kufika kaburini. Ndio akaona na kuamini. Petro ajazo hapa, hatujaelewa namna ilivyosoma. Petro alivyochungulia alikuwa wa mwisho kufika, lakini alipofika Yohana ambaye alikuwa ni wa kwanza kufika, Yohana alichungulia kaburi, akaiona leso. Yohana alitakiwa aingie ndani achukue vile vitambaa. Petro alipokuja nyuma yake akamkuta Yohana yuko anashangaa, anaogopa kuingia. Petro alikuwa jasiri. Petro akaingia mpaka kaburini, akaenda akachukua vitambaa, akachukua leso, akaondoka. Yohana alipoona mwenzake ameingia, na yeye ndo anaingia. Bwana asifiwe. Ninachoeleza, tunapaswa kwenda mbio kuliko wengine tunaofanana nao. Umeanza safari pamoja na mwenzako, muko level moja, usitembee na spidi ya kwake. Lazima uende mbio zaidi kuliko yeye. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Lakini kwenda mbio tu peke yake hakufai. Nenda mbio, lakini kinachohitajika kitu kingine, lazima uwe jasiri. Sema jasiri. Kilichofanya Yohana asiingie kaburini, woga. Kama wengi tunavyoogopa kuingia kwenye makaburi, Yohana aliogopa. Kilichomfanya Petro, pamoja na kuchelewa, lakini akawahi kuingia ndani ya kaburi. Bwana asifiwe. Haleluya. Nazungumzia ujasiri. Nazungumzia spidi. Nenda spidi kuliko watu wengine, kuliko wafanya biashara wengine. Wanafungua maduka saa 10 au wafungua maduka saa ngapi? Saa 12. Wewe fungua duka saa 10 ya alfajiri. Bwana asifiwe. Haleluya. Usifungua mwenzangu anafungua saa 12 na mimi nitafungua saa 12. Ukiona anafungua saa 12, wewe fungua mapema zaidi. Unakwenda mbio zaidi. Hello. Haleluya. Mbona hujaenda kwenye biashara? Sijaenda bwana, nataka, nimempigia simu yule, ameniambia sasa hivi bwana, hata usipokuja sasa hivi ni mvua iko inanyesha. Hata kama mvua inanyesha, wengine hawaendi, hawana miamvuli. Wewe nenda, nyeshiwa na mvua, kafungue. Kuna wateja wanasubiri kununua bidhaa, lakini watu wote wamefunga maduka, naogopa mvua. Wewe nenda speed zaidi. Haleluya. Maisha ndugu zangu ni mashindano. Ni mashindano. Tusifikiri ni kuomba tu, ukiomba basi wewe utakuwa tajiri. Hapa maisha ni mashindano.
Bwana asifiwe. Lazima tuondoe uoga. Usipokuwa jasiri, kuna vitu Mungu atakuonyesha ila kuvichukua mpaka uwe jasiri. Atakuonyesha hazina iliyofichwa gizani, lakini atakwambia kuna hazina iko pale, lakini hatakupa mkononi mpaka uiendee uichukue. Kuchukua ni vita. Bwana asifiwe. Kuwapokonya wateja wa dadangu Glory hapa, ukawapokonya wateja wako wakaja kwako, ni vita. Lazima ujiulize, kwa nini wateja hawa wanaenda kwa huyo, wote wanakwenda kwa huyo? Chunguza ni kwa nini. Ukishajua asili, fanya zaidi yake. Haleluya. Unang'ang'ana na bei. Mimi sishushi. Mimi hapa ni kwa jina la Yesu, bei mimi sitashusha. Mimi nitauza tu kwa jina, lazima niuze tu. Mwenzako kashusha, wewe unasema mimi nina imani wateja watakuja kwa jina la Yesu, wateja watakuja, na amuru waje. Wateja naona wewe umeandika 250. Mwenzako anauza 150. Mchele mwenzako huo bora huo anauza 2800. Wewe unauza 3500. Sema nitauza kwa jina la Yesu. Sisi ni wana wa mfalme. Biashara sasa hivi ndugu zangu, biashara ni huria. Haleluya. Ni soko huria, yani mtu anaenda anapotaka. Hakuna dhambi kupunguza bei kuliko mwenzako. Fanya vitu vya tofauti. Ubora uwe wa tofauti. Tengeneza kitu kwa ubora. Bwana asifiwe. Lazima uwe jasiri. Ujasiri unafanya ni ujasiri, ni kuwa na uwezo wa kufanya jambo gumu, lakini kwenye ugumu huo unaona, nikifanya hili, nikifanikiwa kufanya, nimetoboa. Bwana asifiwe. Ndio maana tunafia kwenye migodi. Wanafia kwenye migodi. Anakwenda manaambiwa pale bwana, kwenye shimo lile pale kuna vitu pale, lakini shida pale kuna joka. Mtu anafanya awezavyo, anakwenda anatafuta mganga wa kienyeji, anachanjwa chale, anafanya anavyojua yeye, anasema kwenye shimo lile nasikia kuna joka, mimi acha nikafie pale. We muoga, mfanya biashara muoga, mkulima muoga, mjasiriamali muoga. Unaogopa, yani unaogopa. Anasema madam pale nasikia wanakwenda na mashetani yao, wanakwenda pale na wanatoka, miungu yao imewasaidia. Sembuse sisi tunaye Jehova. Kiri ya kwamba mimi sitakufa, nitaishi. Unanisaidia nini ikiwa siamini kwamba Mungu anaweza kunisaidia pale? Unaingia mahali kwenye hatari. Bwana asifiwe. Unafanya jambo la hatari. Haleluya. Unajua hapa kuna chakula, kama wale wakoma walisema tukienda kukaa hapa tutakufa, kuna njaa. Tukienda mjini kuna njaa, tutakufa. Lakini tunasikia kwenye kambi ya jeshi la Washamu iko chakula. Kwa nini tuendelee kukaa hapa tufe njaa? Umekaa tu mahali umeng'ang'ana tu. Wakasema tukienda hapa tutakufa, twendeni kule. Kama watatuua watuue.
Washami, kama kutuua, akiamua kutuua watuue, wakutuhifadhi kuwa hai watuhifadhi tu, tutashukuru Mungu. 4. Mimi sifikiri kama walikuwepo 4 tu. Koko, unadhani walikuwepo 4 tu pale kule walikokuwepo? Wanaweza kwa walikuwepo zaidi ya 4. Walijadiliana wengi, ila 4 ndio wakajitoa muhanga, wakasema tukafie kwenye chakula kule, bora tukafie kule. Biblia inasema wakaondoka kabla ya mapambazuko, wakoma 4 tu. Hapa naongea na wakoma 4 ndio wanaonielewa. Wakoma 4 ndio wanaonielewa. Mimi sitaeleweka na watu wengi. Nitaeleweka na wakoma 4 tu. Wakoma 4 yatosha nieleweke na wakoma 4 tu, wanielewe ninachokisema. Nami namwambia Mungu, kwa sababu ya wakoma 4 wanaonielewa, usinitoe hapa. Nina wakoma 4 wako hapa, usinitoe hapa kwa sababu ya wakoma 4 wanaonielewa, usiniondoe hapa. Wakoma 4 wakafunga safari, tukafie huko. Unaogopa kufa? Maisha ni kufa au kupona. Walipoanza safari wamekaribia. Haleluya, unafahamu hiyo story. Biblia inasema wakati wanatembea, Mungu akawasikizisha wale wanajeshi wa jeshi la Shamu, akawasikizisha kishindo kikubwa. Jamaa wananyata kule kambini kwa Washamu, wanasikia ardhi inatetemeka. Wanaambizana, twende taratibu, tunyate. Wakinyata, kiweka chini tu, Washami kule wanasikia titi. Sikilizeni, kuna nini? Hivi ni masikio yangu au ni nini? Hebu ngoja tusikize tena. Wanaenda tena wanaambizana wale 4, pole. Akifanya hivi, kambini kwa Washami kule wanasikia titi. Wasema tuafwa. Yule mfalme wa Israeli ameajiri majeshi mengine, wametuvamia, tukimbie. Biblia inasema mahema ilikuwa imejaa vyakula, ngano, michele, alizeti kama ilikuwepo, kila kitu. Jamaa wale askari walishakimbia, silaha wameziacha hapo, wasema tumevamiwa. Wakaingia wakoma 4 tu. Walikimbiza jeshi la Shamu. Walipofika kwenye mabwalo ya chakula, wakaanza kujisevia, wakaanza kula. Fikiria walikuwa na njaa ya siku ngapi na kutembea. Wakaanza kula, wakala. Wakoma 4 wakala, wakashiba. Njaa kuisha. Ilipoisha ndio anakumbuka waoga. Mimi hakuna kitu nakichukia kama uoga. Ni waoga. Watu ni waoga. Mimi najiuliza, hivi wale wenzetu mpaka wanakatwa vichwa, wao walikuwa na moyo wa namna gani? Mbona wao hawakuwaga waoga?
Wale walikuwa ni Wakristo wa namna gani? Sababu wanasema wana historia. Wanasema Warumi walivyokuwa wanapiga Wakristo, wanataka kuangamiza, kupoteza Ukristo, wanawakamata mitume, wanawakamata viongozi, wakawa wanawatesa hadharani, ili wale wanaotaka kuwa Wakristo wakiona yale mateso waogope. Mitume wenyewe hawakuogopa kufa. Wale waliokuwa wanaona mitume wanauawa, viongozi wanauawa, wao ndo wanasema kama Ukristo unapingwa namna hii mpaka watu wanauawa, hii imani hii ndio imani ya kweli. Wanasema wana historia, watu wengi sana wakaukimbilia Ukristo bila kujali kufa. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Lazima uamue kuwa jasiri, hata mambo ya kutoa. Watu waoga kwenye utoaji, hatutakuja kufika kwenye ndoto zetu, hatutakuja kufika. Mtu anayeogopa kutoa hatakuja kufika. Unaweza kumwona mtu anatoa leo, anatoa kwa sababu anatoa zaka kwa sababu anapata kidogo, yani faida yake ni ndogo sana. Kwa kutoa zaka shilingi 2000 kwake ni rahisi sana. Lakini Mungu akikupandisha kiwango, unatakiwa utoe shilingi 10,000. Mungu amekupa faida 100,000, utoe zaka shilingi 10,000. Hapo vita ndio inaanzia. Wanaoweza kufanikiwa kwenye eneo la kuzifikia ndoto zao ni majasiri, wasiogopa kutoa, wasiosema hii zaka ni nyingi. Zaka unaopaswa kuitoa haiwezi kuwa nyingi kuliko faida ulioipata. Wangapi wamenielewa hapo? Zaka unayoshindwa kuitoa, unaiona ni nyingi, haiwezi kuwa nyingi kuliko faida uliyoipata. Ukiona 20,000 unaiona nyingi kuitoa hiyo zaka, maana yake faida yake ni 200,000. 200,000 umepata faida. 200,000 mbona ni nyingi sana kuliko 20,000 uliyoipata ya zaka. Bwana asifiwe. Na Mungu anampandisha mtu kiwango kulingana na vile anavyokuwa mwaminifu. Akipandishwa kiwango cha faida na kiwango cha zaka kinapanda vile vile. Umekariri tu, mimi nitakuwa natoa zaka 2,000 tu. 2,000 umepata faida 20,000. Sasa kama kiwango cha 10,000 zaka kinakushindwa kutoa, unashindwa kutoa, hivi Mungu anaweza akakupa akakufikisha kwenye faida ya milioni 50? Milioni 50. Zaka yake shilingi ngapi? Milioni 50. Milioni 5. Milioni 5 utatoa? Utatoa? 10,000 tu kwenye 100,000 faida. 10,000 mpaka unaichukua unataka kuweka kwenye bahasha, mikono yako inatetemeka. Unasema hii kweli? Unaiweka unaitoa, unaiweka unaitoa.
Alafu unasema mimi na ndoto ya kufika mbali. Utaishi hapo hapo ulipofika, utaishi hapo hapo tu. Bwana asifiwe. Ila najua nina wakoma wanne hapa watakaonielewa wapo. Haleluya. Wanne si wakosi hapa, wanaosema kadiri Mungu anavyonisaidia, ninavyopata faida, ndivyo ambavyo na zaka yangu itaongezeka hivyo hivyo. Akinipa faida milioni 100, kutoa milioni 10 nitaziachia tu. Yuko anaongea na mtu mmoja, sikwambii kama ni hapa au sio hapa. Kamwambia ukiuza hapa, yupo sio mshirika wa hapa. Nikasema sio, kasema hivyo atakuwa ni nani? Nikamwambia hicho ukiuza, anasema amekuja kunitaka ushauri. Nataka niuze eneo langu, nina nyumba. Hivi nikiuza milioni 10, zaka ni shilingi ngapi? Baba mchungaji. Hapo nimetoa madalali hapo, nimetoa hapo. Nikamwambia ukitoka madalali ikabaki hata kwenye milioni 9. Sababu si biashara unafanya. Ikibaki milioni 9, zaka yake kanambia zaka yake si itakuwa 9,000. Ya kajiwai na ka 9,000. Nikamwambia zaka sio 9,000. Zaka ni 9,000. Yaani kidogo ni mdake. Hato sasa kama unaziona nyingi hizo, unaziona nyingi, basi tumwambie Mungu uuze kulingana na zaka utakayoweza kuitoa. Maana ukiuza hela nyingi utasumbuka kutoa zaka. Sasa uuze, tumwambie Mungu uuze milioni 2. Labda 200,000 utaiweza. Na 200,000 yenyewe hivyo. Bwana asifiwe. Ukitaka kufika kwenye hatima yako, jitofautisha na watu wengine katika kutoa. Bwana asifiwe. Lazima ujishughulishe kwenye shughuli zangu mimi. Napata mapato ya kiasi gani kama faida? Uhangaike kupiga mahesabu. Haleluya. Piga mahesabu kazi ulizozipokea. Umepata faida kiasi gani? Haiwezekani kila wiki wewe kazi unapokea nazo thamani ya kiwango kimoja tu. Ila wakoma wanne wao ndio watanielewa. Akipata faida 100,000 ajua ni 10,000. Akipata faida 200,000 anasema wow, kuna 20,000 ya kutoa zaka hapa, wow. Huyo ataifikia hatima yake. Huyo ataifikia ndoto yake. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Lazima uwe na jasiri, lakini uwe na nguvu za Mungu pia. Sema uwe na nguvu za Mungu. Sema uwe na nguvu za Mungu. Lazima ukubali kutembea na Mungu. Lazima ukubali kutembea na Mungu. Tembea na Mungu. Usitembee peke yako. Ukitembea na Mungu utafika mbali. Ukitembea peke yako hautafika mbali. Kataa uoga, kataa hofu. Amua liwalo na liwe, kwamba kuanzia sasa nitaishi kitofauti. Nani? Samson akasema mimi nina nguvu za Mungu. Hizi nguvu za Mungu ndizo zinanifanya niwe tofauti na watu wengine, ila zikiondoka nitakuwa kama wanadamu wengine. Kinachoweza kututofautisha ni uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu, uwepo wa Mungu kwenye biashara zetu. Watu wakiona watasema watu hawa wana Mungu ndani yao, na useme amen. Amen. Sema amen. Uwe jasiri. Uwe jasiri. Usiogope. Nenda kwa kasi zaidi kuliko watu wengine.
Waangalie walioko mbele yako, waliokuzidi. Tafuta namna ya kuwapita. Utawapitaje? Mwambie Mungu, nifundishe njia zako. Utafika kwenye hatima yako. Uwe mmoja kati ya wakoma wanne na useme amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema mimi ni zaidi ya wakoma wanne. Sema mimi ni zaidi ya Ibrahimu. Sitaogopa tena. Sitaogopa tena. Nitakwenda kasi. Nitakwenda mbio. Muda wangu wa kuamka utabadilika. Muda wangu wa kufungua biashara utabadilika. Nitatafuta mbinu zingine zaidi. Nitakwenda mbio zaidi. Nitapita walioko mbele yangu. Nitakwenda kwa kasi zaidi. Nitawaacha nyuma. Mwisho wa siku nitasema yatosha Bwana, nimefika kwenye hatima pale nilipotamani kufika. Na useme amen. Simama juu. Funika macho yako. Tafakari maneno haya ukiwa umefunika macho yako. Maneno haya ambayo Mungu amezungumza na wewe kwa muda zaidi ya risali moja. Mungu amezungumza na wewe sababu Mungu anakuwazia mema. Namwambia Mungu, niinulie watu, niinulie watu. Niinulie watumishi wa Mungu wakubwa watokee kwenye madhabahu hii. Niinulie watu waimbaji wakubwa watokee katika madhabahu hii. Wafanya biashara wakubwa watokee katika madhabahu hii. Viongozi wakubwa wa kisiasa watokee katika madhabahu hii. Mameneja na wakurugenzi watokee katika madhabahu hii. Hawezi kutokea bila Mungu kutupa maarifa haya. Iko nguvu katika kusikia. Iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu. Natamani maneno haya uliyoyasikia yasianguke, yaingie kwenye moyo wako. Ramu riko ramasaka. Maneno haya kubadilishe mwanamke ulioko hapa. Binti ambayo umenenda kwa kujidhalau, ambayo unaenenda bila ndoto. Huna ndoto ya mwanaume atakayekuja kukuoa, hauna ndoto. Maneno haya kupe ndoto, yakupe matamanio yako. Riko ramo ramasaka. Kwa nini maneno haya yaanguke bila kukusaidia? Kwa nini maneno haya kufanya uendelee kuishi kuwa mtu wa kawaida tu? Kwa nini maneno haya mchana wa leo yasikubadilishe? Kwa nini uendelee kuwa muoga? Kwa nini uendelee kuwa mvivu? Kwa nini uendelee kuwa mvivu? Kwa nini usibadilishwe na maneno haya? Maneno ni ya thamani, ni ya thamani kwako. Kwa nini yasikubadilishe? Walioweza waliwezaje? Matajiri kama kina Colgate ambao katika zaka badala ya kutoa 10% alitoa 90%. Akasema 10% nitabaki kwanza kwangu, 90% nitampa Mungu. Kama wao waliweza, akina Colgate wao walikufa, lakini dawa zao za Colgate ziko mpaka leo. Kama wao waliweza, waliwezaje? Waliwezeshwa. Kwa nini uendelee kujiona kuwa mtu wa kawaida, wakati Mungu huyu unayemwabudu ni Mungu asiyekuwa na upendeleo? Ni Mungu aweza akakuinua katikati ya watu wengi, kwenye ukoo wako akakuinua. Inawezekana. Kwa nini ujidhalau?
Kwa nini upoteze ndoto yako sasa? Kwa nini upoteze hatima yako kwa kujidhalau? Hapo ulipo haujafika mwanamke. Hicho kiwango ulicho nacho haujafika. Hapo ulipofika ni Haran. Kwa nini unajidhalau? Kwa nini umefika hapo unasema nimefika? Kwa nini usimwambie Mungu nisaidie? Kwa nini usimwambie Mungu niondolee hofu hii, niondolee tabia hii inayonikwamisha, niondolee? Kwa nini usiwe mmoja, usiwaze kwa nitakuwa mmoja watakao kuja kupindua ulimwengu? Kwa nini usiwaze kuwa wewe? Riko la masaka. Tafakari maneno haya. Tafakari maneno haya. Inua mikono yako juu. Mwanangu Beni, upewe unaoyatamani. Haijalishi ulivyo sasa, haijalishi unapitia wapi, Mungu akufikishe kwenye hatima yako. Baba mtakatifu, watu hawa ninawaombea, wasio na ndoto wapokee ndoto, ama kutoka kwako ama wao wenyewe. Watu hawa ninawaombea kuishi maisha tofauti na wengine, wasitende sawa sawa na wengine, watende zaidi ya wengine. Neno hili Mungu uliwabadilishe. Waliokuwa waoga wapokee ujasiri leo. Yesu kasema atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza. Nafsi ni nini? Nafsi ni biashara. Tunapotaka kuziponya biashara zetu kwa kuogopa kukutolea sehemu ya 10, tutaziangamiza. Lakini atakaye kuiangamiza nafsi yake ataisalimisha. Yesu Kristo, Roho Mtakatifu wawezeshe watu hawa. Na waombea baraka, na waombea maisha ushindi. Wakoma watu zaidi ya wakoma 4 wapatikane hapa. Ninaombea baraka, ninaombea uzima, ninaombea ushindi katika jina la Yesu. Amen. Ukiwa bado umesimama hivyo hivyo, tuendelea kusimama, nikutakia baraka. Na mikono yako juu. Bwana akujibu siku ya dhiki. Sema amen kwa nguvu. Bwana akujibu siku ya dhiki. Jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Akupelekee msaada toka patakatifu pake. Na kukutegemeza toka Sayuni. Azikumbuke sadaka zako zote. Na kuzitakabali dhabihu zako. Akujalie kwa kadiri ya haja ya moyo wako. Na kuyatimiza mashauri yako yote. Na useme amen. Ukiwa umeendelea kuinua mikono yako, nikutamkie baraka za mwisho tena ili uwe na wiki njema.
miongoni mwa watu wakuu, nawe ukawe mtu mkuu. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Amen. Natamka baraka kwako utokapo uingiapo, ukabarikiwe, yote uyafanyayo ukafanikiwe, na ukawe mtu mkuu katika ulimwengu huu, na hatimaye ukaurithi uzima wa milele katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu awabariki na natakia baraka za Bwana.